tunahitajika tumfahamu sana. Tukimfahamu sana tutakuwa tunamheshimu, tunamwogopa, tunamtii. Anasema hata kuwa mtu mkamilifu. Hata kuwa mtu wa namna gani? Mkamilifu. Huwezi kukamilika nje ya mlango huu wa kumfahamu Yesu, wa kumjua Mungu sawa sawa. Huwezi kukamilika. Lakini kadri unavyomfahamu Yesu ndivyo unavyopata nafasi ya kuwa mtu mtimilifu. Huyu mtu aliyekamilika ni yupi? Ni yule anayemwamini Yesu Kristo, ili vilema watembee, viziwi wasikie, vipofu waone, yani miujiza itendeke, matendo makuu, wagonjwa wafunguliwe, wagonjwa wapone. Maana yake anamfahamu Yesu sana, na amekamilika na amekamilishwa. Hatutaki kumfahamu tu Yesu kuwa na ule utaratibu wa routine wa kuja ibadani Jumatatu, Jumatano, Ijumaa, Jumapili tunakuja asubuhi, tunaimba, tuna vitu vile vile, mwaka unaisha mambo yale yale, mwaka unaisha mambo yale. Tunahitaji kuweza kumwona Roho Mtakatifu akifanya kazi, na ili Roho Mtakatifu afanye kazi lazima kuwepo na ufahamu usiokuwa wa kawaida. Lazima kuwepo na utimilifu ambao sio wa kawaida katika maisha yetu ya kila siku. Amina wapendwa. Mithali 3:5 anasemaje? Mithali 3:5. Amina. Mtumaini Bwana kwa moyo wako, usifanye nini? Wala usifanye nini? Hamna Biblia jamani? Wala usifanye nini? Usitegemea akili zako mwenyewe. Yaani huyu mtu ambaye amemfahamu Yesu kwa usahihi na amekamilika, hata tegemea akili zake. Hawezi kutegemea akili zake. Kwa naongea na mtu mmoja akaniambia, mchungaji, unajua sio kila kitu kuomba tu, wakati mwingine tumia akili, wakati mwingine tumia, lakini Biblia inanikataza. Anasema anayepaswa kutegemewa ni nani? Anayepaswa kutumainiwa ni nani? Huwezi kuwa na tumaini wakati hujaamini. Unamwamini alafu tumaini linakamilisha imani. Linakamilisha imani. Tumaini linakamilisha imani ya kwamba hiki nilichokiamini kina matokeo. Kwa hiyo unamtumaini Mungu kwamba utapata majibu, kwamba utapata nyongeza katika maisha yako ya kile ulichokiamini. Yaani hutegemei kitu kingine. Yaani tumaini lako, imani yako, tegemeo lako ni kwa huyu tu. Haleluya. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananisikia? Kuna utaratibu wa shetani wa kuzuia watu wasisikie kweli. Ninaomba ukubali leo. Mwambie, ondoka kwenye masikio yangu na moyo wangu nisikie ile kweli. Mkatae kabisa. Unaweza ukawepo hapa kabisa usinielewe na usisikie, na ikemee roho katika jina la Yesu. Amina. Kuna vitu ambavyo watu tunavifurahia, lakini mimi nataka nikwambie, anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Yaani wote, moyo wako wote, moyo wako wote, wala usitegemea akili zako mwenyewe. Hii ni zaidi ya chochote kile. Yaani kuamini hiyo, na hiyo ndio tunaita imani. Yaani ukifikia kiwango hicho cha imani, alafu ukamtumaini Mungu kwa kiwango hicho, maisha yako lazima yabadilike. Amina. Maisha yako lazima afanye nini?
yabadilike, kwa sababu lazima vilema watembee, viziwi wasikie, vipofu waone. Maanake uko contact, umeshirikiana, uko na Yesu, umekamilika, umetimilika, alafu hujitegemei kwa chochote, hujitegemei, unamtegemea Mungu.